Na kaka Godi vipi? Shwari, niambie mwanangu. Kama kawaida. Alhamdulillah, nimefurahi sana leo mwanangu. Nafikiria nianze na wewe wapi, kwa X Factor ama kwa Peter Shalolile? Yako maeneo matatu. Eneo la kwanza tumpongeze afisa habari wa Young Africans Ali Shaban Kamwe. Tukio alilolifanya leo ni tukio la kihistoria, kwa maana kwamba nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi. Jana saa 9 ndio press ya kuwaita wananchi kuja kushuhudia usajili wa X Factor ambao utafanyika leo. Kutokea jana kwenye saa 9, kazi kubwa sana amefanya waandishi wa habari. Pongezi kwenu kufikisha habari kwa wananchi, lakini pia baadhi ya wadau ambao walikuwa wana repost, haswa mimi naweza nikasema tujimwagie maua yetu pia ma-influencers wa Yanga, kwa maana kwamba kuiposti, kuandika, kuongea kwenye mitandao mpaka usiku wa manane kuhakikisha kwamba kila mwana Yanga habari inamfikia ya kwamba leo kutakuwa na utambulisho wa mchezaji mkubwa ambaye atatambulishwa kwa kiingilio. Kwa mara ya kwanza ndani ya Tanzania haijawahi kuzoeleka kwamba mchezaji akisajiliwa atakuja kutambulishwa kwenye kiwanja cha wazi ambacho watu wataingia kwa kiingilio. Tumezoea kuona usajili ukitambulishwa kwenye Instagram, watu wakiwa wanaambiwa wasubirie kwa hamu, lakini kwa mara ya kwanza Ali Shaban Kamwe amethibitisha kwamba mnaweza ukatambulishwa mchezaji, tena siku kama ya leo ambayo kulikuwa na mechi inachezwa ya Yanga katika mji mwingine na bado mashabiki wakaweza kujaza viwanja viwili, cha mechi kikajaa na kiwanja cha utambulisho kikajaa na watu wakashuhudia usajili huo. Kwa hiyo pongezi zangu za dhati zimwendee Ali Shaban Kamwe, lakini ziwafikie na nyinyi wanahabari wote ambao mlishiriki tukio lile, lakini pia nisiwasahau wanangu wa Yanga influencers ambao wamefanya kazi kubwa kwenye kuhamasisha watu kuja kuiangalia X Factor ambayo limesajiliwa leo. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo wale ambao wanahemberu walikuwa wanajiona wao wamefanyaga hamasa huko miaka ya nyuma kwamba wao ni the best zaidi, hili hawajawahi kufanya. Kwa hiyo mwanamume kalifanya, waende sasa kwenye media zao wanazokaaga kuongea kumsema Ali wakamsifie. Kama wakishindwa kumsifia, basi sisi waja wema ambao tunaona tutamsifia. La pili ni X Factor mwenyewe Stefan Aziz Ki. Yalizungumzwa mengi, lakini kwangu kama ukiniuliza kwenye hii ligi kuu Tanzania bara tangu kuanzishwa kwake, mchezaji ambaye amewahi kucheza mwenye quality kubwa, mwenye uwezo mkubwa, basi namba moja atakuwa ni Stefan Aziz Ki Magician. Ameathibitisha hayo akiwa anacheza ligi kuu Tanzania bara misimu kadhaa iliyopita. Kaonyesha kiwango kikubwa, kafanya mambo makubwa ambayo yaliwapagawisha makocha na vilabu pinzani barani Afrika. Aziz Ki ana uwezo mkubwa, anacheza mpira vizuri, anapiga penetration pass, anapiga delbows. Yani Azizi ni mchezaji ambaye kama unaweza kumuelezea mchezaji mkubwa kwa kucheza ligi kuu Tanzania bara, lazima uanze na jina la Stefan Aziz Ki. Kwangu mimi naamini ndio best katika player ambao amecheza. Kurudi kwake kuna iheshimisha ligi yetu, kwa sababu bado ni mchezaji ambaye ana thamani kubwa sokoni. Kuamua kurudi kuja kuichezea Yanga ni heshima kwetu wana Yanga. Tumempokea kwa heshima kubwa, tumemheshimisha mchezaji wetu. Tunamuomba anaporudi uwanjani na yeye atuheshimishe, kwa maana kwamba kile kiwango alichotuonyesha mara ya kwanza basi akidumishe, akionyeshe maradufu, kwa sababu lengo ni kuijenga Yanga iliyo bora. Lengo sio tu kupiga story na kucheka na watu. Azizi tunamjua akiwa kiwanjani kwenye ubora wake, kuna kitu anacho, na Azizi ndio ilikuwa turn point yetu ya kwanza ya kufanikiwa kwenye mpira wa Afrika. Ni vile wenye tamaa, wenye mali huko Afrika walivyomwona Aziz Ki walikuja kutia mzigo mkubwa ambao tulishindwa kuvumilia, lakini urejeo wake, ile turn point yetu inarudi pale. Tulikuwa na turn point yake yeye na Fiston Kalala Mayele. Tunaye Peter Shalolile Shashaman. Uwezo wake ni mkubwa na kila mtu anajua. Anapokuepo yeye Aziz Ki, ukichanganya na kina Shalolile, ukichanganya na kina Zokwane, ukichanganya na kina Fredi Ngoma, maana yake tutakuwa na quality kubwa ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa.
Azizi tumemleta, tumemrejesha. Hii ligi kuu Tanzania bara tunao uwezo wa kuchukua mara nyingi zaidi kwa sababu wapinzani wetu wengi wako down. Lakini uwezo wa kuchukua klabu bingwa barani Afrika inahitaji ushirikiano, commitment, mazoezi. Zile tabia ambazo zilikuwa zinaonekana miaka kadhaa iliyopita tunahitaji ziwe za kinidhamu zaidi, zitunufaishe kiwanjani. Kocha ameonekana akiwa anafanya rotation kubwa sana. Leo Marcelo, kijana mdogo kabisa huyu, lakini Casemiro kijana mdogo kabisa huyu, lakini ameonekana kubonda kweli kweli na kila mmoja amebaki mdomo wazi. Kwa jinsi unavyomuona coach Mang'oba, anaonekana kama ana fit hivi kuweza kuipeleka Young Africans nchi ya ahadi. Yaani kwangu nilikuwa nahitaji mwalimu wa aina hii. Mwalimu ambaye timu yake itabiriki, mwalimu ambaye utegemei kwamba kikosi utakachokiona leo ndio utakachokija kukiona kesho. Ni surprise ametufanyia. Surprise ya kwanza ilitokea kwenye wiki ya Mwananchi. Tulimuona fullback ya kushoto yule anaitwa nani, yule dogo janja ambaye alicheza, yule anachaga winga, lakini mwalimu alimtumia kama wingback siku ile. Anacheza vizuri sana yule mtoto. Ile ilikuwa ni surprise ya kwanza. Surprise ya pili ni ya leo. Abdul Nasiri. Kama mnamfuatilia Abdul Nasiri kwenye mashindano ya vijana, hakuwa na performance kubwa. Alikuwa na kiwango cha kawaida kiasi kwamba hata mtu ukiulizwa kuhusiana na yeye kwanza kwamba anaweza kaja kucheza Yanga hata mechi moja ya ligi kuu kwa dakika hata 50 tu, uwezo ukambetia ukasema anaweza kuja kucheza. Lakini Mang'oba amekuja, amempa nafasi na amecheza vizuri sana. Alikuwa anapiga pasi zake zinafika, anatibua mipango. Nilikuwa napenda sana namna ambavyo anaingia ufunguni, anatibua mipango. Umri mdogo, ameondoa hofu, amecheza mpira mzuri. Naamini msimu huu kuna wengi tutawaona, kwa sababu tunazo talenti nyingi kwenye under 20. Na kwenye ligi yetu wana hizo kanuni za wachezaji wa under 20 kuwa wawili kwenye benchi. Lakini Mang'oba hataki tu kuweka mtu kwenye benchi, anahitaji mtu ambaye anacheza. So tutawaona wengi wakiingia kwenye timu, lakini pongezi kwake. Abdul Nasir amecheza vizuri na ametuonyesha kiwango kikubwa kwamba viongozi hawakukosea kumsajili Abdul Nasir. Sababu watu wote tulikuwa wanajiuliza hivi waliona nini kwa Abdul Nasir? Waliona nini kwa Abdul Nasir? Lakini kwa leo nilichokiona, viongozi walistahili kumleta Abdul Nasir Yanga, walistahili. Na inawezekana hata wakina Gamal wakina yule Makambo, yako mengi tutayaona kwao. Ni kiasi cha kupata nafasi wakacheza. Bana, tukitazama pia Albert Kangwanda miongoni mwa sajili ambazo zinazidi kuwa ni bora zaidi katika performance. Thamani sana. Performance ya michezo kadha wa kadha ambayo inaendelea mpaka sasa, anaonyesha kuna kitu anacho na anawaletea nyinyi wananchi. Komenti yake kwa hichi ambacho anaendelea nacho. Kwanza tumempokea, amekuja kama MVP wa ligi ya Zambia. Ligi ya Zambia ni ligi ambayo ukiambiwa huyu ni MVP, tafsiri yake ni mchezaji anakuwa na quality, hawezi kushindwa kucheza hapo. Lakini Albert Kangwanda ameongeza thamani kwa timu yetu. Anapiga pasi, ana dribble, pasi zake nyingi, akiwa na mpira anakuwa shua sana. Yaani sio mtu ambaye anaweza akapoteza mpira kirahisi. Kitendo cha kufunga kwenye dabi ya Kariakoo, maana yake anafunga hadi kwenye michezo mikubwa. Leo pia alikuwa na kiwango kizuri, japo baadaye mwalimu alimfanyia sababu, lakini namna ambavyo alikuwa anacheza vizuri. Tunaamini quality ya Albert Kangwanda itaongeza thamani atapokuja kukutana na X Factor wetu. Yes, kwa sababu nimeona na 1-2 zile za kuombea magoli. Yaani nakupasia nipe tena niondoke, nakupasia nipe tena niondoke. Yeye anazo na anajua kufanya maamuzi anapokuwa eneo la mwisho. Kwa hiyo ni usajili mzuri ambao utatunufaisha na Yanga. Mmempokea X Factor, lakini kwa huzuni kabisa mnamwaga Alan Okello. Ni miongoni mwa watu ambao tuliongea sana mimi na wewe kuhusiana na Alan na ulimpa maua yake sana, lakini leo hii Alan anawapa mkono wa kwaheri. Kwa wewe Godi Yanga, unazungumziaje hii hali? Mimi nimeumia. Alan nampenda sana. Nimeumia kwa sababu Alan aliingia dirisha dogo, na kwenye dirisha dogo hilo aliyoyafanya alikuwa ni makubwa sana. Japo aliyeingia ni mkubwa zaidi ya Alan. Yaani Azizi ukimweka na Alan Okello,
daraja lililopo Azizi ni kubwa zaidi. Azizi yuko daraja la mpira wa Afrika daraja hii. Alan Okello yuko daraja B la mpira wa Afrika. Nilitegemea labda kama Azizi angeingia angetoka mtu mwingine, sio Alan Okello. Lakini sasa huyo mtu mwingine nani? Kwa sababu waliobaki wote ni hatari. Yaani waliobaki ukitaja kwenye wachezaji 12 wa kimataifa wa Yanga, ukiambiwa atoke yao aingie Azizi, lazima ugune. Atoke Jigi, aingie Azizi, lazima ugune. Atoke nani? Boka, aingie Azizi, lazima ugune. Eneo la Boka ubavu wa kushoto, fullback unahitaji mtu ambaye anakaba. Kuna mechi ambazo Zimbwe anashambulia zaidi kuliko kukaba. Kuna muda unahitaji fullback mwenye uwezo wa kukaba kweli. Nimemwona Libasa alivyopotezwa kwenye dabi ya Kariakoo na Shadrack Kiboka. Kwa uwezo kumtoa Boka, utamtoa Duke, utamtoa Max, uwezi. Kwa hiyo imefanyika na Dosa Ndakalawe, imemkuta Alan Okello. Yanga ni timu yake kama alivyosema rais, nyakati yoyote atarudi tutampokea na tutamshangilia. Ni mchezaji mwenye quality kubwa Alan Okello. Kwa muda mfupi tu aliocheza Yanga ameingia kwenye mioyo ya watu wa Yanga. Kuna kauli imewashtua sana, kauli ya Engineer Harris akizungumza kwamba kuna mtu anampiga chenga na ni mzuri sana. Tujajua kwamba yuko upande upi. Uzuri wake leo dirisha si linafungwa. Kwa hiyo mtu ampige chenga Engineer anavyoweza. Akigoma kuingia leo, maana yake tutamsubiria dirisha dogo au dirisha kubwa lijalo. Ni swala la muda, kwa sababu GSM ndio ameipandisha thamani ya mpira wa Tanzania. GSM. Na hata wachezaji wazawa wote unawaona kwenye nchi hii, thamani yao imepanda ni kwa sababu ya Ghalib Said. Mimi nitawaambieni kitu kimoja. Mimi Yanga hii nimeishangilia miaka mingi sana. Nimeona huduma waliokuwa wanapata kina Juma Abduli kabla ya kuja Ghalib Said Mohamed kwenye Yanga. Wamepita matajiri wengi sana. Lakini wachezaji wa Yanga wa sasa wanaishi kama Manchester United, wanaishi kama Liverpool. Wanaishi maisha ya mpira wa Ulaya. Wamepewa thamani, wanapewa vitu vya thamani, magari ya kutembelea makali, nyumba wanazoishi wachezaji wa Yanga ni kali. Mishahara wanaolipwa wachezaji wa Yanga sasa hivi ni mishahara mikubwa. Yanga hii unaweza kukuta mshahara kwa mwezi wanalipa zaidi ya bilioni 5. Timu tu senior team wanalipa zaidi ya bilioni 5. Mtu kama Mzizi analipwa milioni 40, sio mchezo nyinyi. 20 wetu wanaanzia kwa milioni 5 kwenda juu. GSM ampandisha thamani ya wachezaji wetu. Kaibadilisha ligi. Yote hapa hamna mtu alitegemea kama Shaulini atacheza ligi ya Bongo. So wachezaji wamekuja, tumewapokea na tunaamini kila mchezaji atakayeondoka Yanga kwa malipo ya mshahara wa Yanga atakapoenda atajutia. Na ndio maana wengine wanakubali ni bora kukaa benchi Yanga kuliko kwenda kuanza Simba. Asante.